Tume ya Haki na Amani ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania imeeleza masikitiko yake juu ya kuwepo kwa matukio ya kupotea na kutekwa kwa watu ambayo yamekuwa yakiendelea nchini, huku ikiomba serikali kuchukua jitihada za makusudi kuhakikisha inakomesha matukio haya ambayo yamekuwa yakiendelea nchini. Hata hivyo, kuelekea uchaguzi mkuu, wametoa wito kwa serikali kuwasikiliza raia wenye malalamiko juu ya haki zao za kisiasa, huku ikieleza kuwa ni muhimu sana kufanyika kwa hayo. Hayo yameelezwa leo Oktoba 14, 2025 na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Askofu Jude Thaddeus Ruwaichi, ambaye aliyezungumza hayo katika adhimisho la misa takatifu kwa heshima ya Mtakatifu Yosef sambamba na utume wa wanaume Katoliki waka. Haya hapa yale aliyosema Askofu Ruwaichi. Sambamba na hayo, naomba mtambue pia kwamba leo tunapoadhimisha siku ya Mwalimu Nyerere, tunapomkumbuka baba wa taifa, tunatafakari pia juu ya nchi yetu na usitawi wa Watanzania kwa ujumla wao. Tunatafakari katika nchi yetu, katika historia yake na masuala ya uchaguzi mkuu. Ndugu zangu, tukio la uchaguzi mkuu ni tukio la kikatiba, kwani hapo ndipo wananchi hutegemewa kuwapa waliowachagua dhamana ya kutawala na kuongoza nchi. Ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweka wazi kuwa mamlaka ya nchi yamo chini ya wananchi na serikali huwajibika kwa wananchi. Serikali ikiwa na wajibu wa kulea na kuleta usitawi wa watu wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Tume ya Haki na Amani ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambayo ninaiongoza, kwa kulitazama tukio la uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025, inasikitishwa na hali inayoendelea bila kusitishwa ya kupotea na kutekwa watu. Utekaji huu unaonekana unaendeshwa kwa mpango wa kikundi maalum ambacho kinatekeleza uovu huu sehemu mbalimbali za nchi yetu. Utekaji huu umepelekea ulinzi wa haki ya uhai, ambayo ni haki ya msingi, kupotea, kwani hatusikii walioapa kulinda uhai wa Watanzania kulaani au kukomesha huu utekaji na kutoweka kwa watu. Ni takriban zaidi ya miaka miwili matukio haya yamezidi kukithiri na kuwafanya Watanzania wajiulize, iweje watekaji hawa wawe na nguvu kuliko vyombo vya ulinzi wa watu na kuliko wale wenye mamlaka ya kuwaletea watu matumaini ya kuishi na usitawi wake. Dalili za kukomesha utekaji hazionekani, wala hatusikii kulaaniwa kwa matukio hayo. Ikumbukwe kuwa uhai wa kila mwanadamu unadhihirisha utukufu wa Mungu.
Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mwanadamu ni kiumbe wa pekee ambaye hakuna mwenye haki au mamlaka ya kumwondolea uhai wake. Kazi ya serikali ni kulinda uhai wa kila mwanadamu. Kwa mujibu wa ibara ya 14 ya Katiba ya Tanzania, kila mtu ana haki msingi ya uhai wake na kuhakikishiwa kuwa haki hii inalindwa kwa gharama zozote zile. Askofu, tunataka serikali kuhakikishia raia na watu wote usalama wa haki ya uhai wa kila mtu bila ubaguzi wowote. Uchaguzi mkuu una maana tu endapo watu wanapata viongozi wenye kulinda na wenye kutetea uhai. Wagombea wa vyama na vyama vyao kwa mujibu wa ibara ya 3 na ya 5 walipaswa kuonyesha uwezo na moyo wa kuwashinda watekaji na wauaji. Tunaitaka serikali izingatie kanuni ya utawala wa sheria na kuheshimu kimatendo haki ya msingi ya kila mwanadamu. Kuelekea uchaguzi mkuu, tunawaomba raia wote kuongozwa na dhamiri iliyo safi, iliyo hai na yenye kuongozwa na ukweli halisi, wenye kuzingatia hofu ya Mungu, utu wa mtu, historia nzuri ya taifa letu, umoja na mshikamano wa taifa letu. Dhamiri hai na safi yenye kufanya maamuzi sahihi, kuzingatia hofu ya Mungu na utu wa mtu kama Mungu alivyouwakilisha kwenye dhamiri yake. Na hivyo dhamiri hii ni mahali pa kila mwanadamu kupima na kufanya maamuzi yanayobeba hadhi ya utu na kuwajibika kwake mbele ya Mungu. Mpiga kura na mpigiwa kura mnaalikwa kuheshimu dhamiri juu ya suala hili la uchaguzi mkuu. Usirubuniwe kwa vitisho wala kwa rushwa. Usirubuniwe kwa namna yoyote ile. Tunaiomba serikali na wale wenye mawazo tofauti ya masuala ya uchaguzi muongozwe na utamaduni wa kuwa na mazungumzano katika kutekeleza haki msingi za kisiasa kadiri ya ibara ya 21 ambapo kila raia ana haki hizo. Wanasiasa kupitia vyama na serikali, kaeni mzungumze. Wahakikishieni watu haki zao. Nguvu ya wananchi iko kwenye hoja, sio kwenye mabavu na hila. Serikali kupuuza wanaolalamika si afya wala tija kwa taifa letu. Wakati uliokubalika kuzungumza
ni sasa na wala hamjachelewa. Hatuchelewi kujisahihisha wala kutenda mema. Barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 6 mstari wa 2. Tunaiomba serikali iwasikilize raia wenye malalamiko yao ya haki zao za kisiasa. Unyenyekevu mbele ya raia hujengeka kwenye ukweli na uwazi. Kiongozi wa watu akiwa mnyenyekevu ni mkweli na anaaminika na watu wote. Tukumbuke kuwa historia ya uchaguzi katika nchi yetu kuanzia mwaka 1962 mpaka 2015 zilithibitika kuwa ziliaminika na viongozi wakapatikana kutokana na chaguzi hizo, hata kama zilikuwa na mapungufu yake. Ninawatakieni uchaguzi mkuu wa haki, wa ukweli, wa uhuru na wa kuaminika mwaka huu wa 2025.